Bila shaka mtazamaji, natumai ubuheri wa siha popote pale ulipo. Kwa kudura zake Mwenyezi Mungu tumeweza kukutana kwa tena kwa taarifa zetu za Kurunzi Mashinani. Hivi sasa ikiwa dakika chache tu baada ya saa 6 kamili saa za Afrika Mashariki. Karibu, jina langu ni Sheila Kayaro-Yogo. Na kwanza kabisa, mfalme wa Uholanzi Malkia wa Uholanzi Maxima pamoja na mfalme wa Uholanzi Willem Alexander wako humu nchini, na pia wameweza kutia mkataba wa maelewano kuhusu usalama, kilimo, uvuvi na biashara na utalii. Waliweza kutia mkataba wa maelewano kati ya nchi ya Uholanzi pamoja na nchi ya Kenya, na sasa pia wanaelekea katika maeneo ya Thogoto kwa shughuli ya upanzi wa miti ili tuweze kukua na utandu wa misitu unaohitajika, na pia baadaye wataweza kufanya mkutano katika ubalozi wa Uholanzi, watafanya mkutano na vijana. Na tutaweza kukuletea habari hizo zitakapokuwa zikijiri. Jina langu ni Sheila Kayaro-Yogo. Sasa tuendelee na taarifa zetu za hapa nchini. Serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Busia imeimarisha juhudi kukabiliana na ugonjwa katika maeneo tepe na pia katika maeneo ya misitu kwa kutumia droni kunyunyizia dawa za kuangamiza viluilui. Akiongea wakati wa uzinduzi wa awamu many breeding sites. Some of them can be done manually, small, but in Busia, as you know, you have massive breeding sites because of the big swamp areas that you have. Many of them cannot be reached. So we deploy the drones to go and spray a biolarvicide, which basically is a kind of insecticide that targets the immature, the growing, the larval stage of the mosquito. We are really advocating for the social behavior change in the community. There are simple things that the community can also do at their level, ensuring that they sleep under a treated mosquito net. As the CEC has informed us that we have already treated mosquito nets in the household level.